Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema itaendelea kushirikiana na taasisi zisizo za kiserikali katika kusaidia jamii ili kuwakomboa kiuchumi na kijamii wananchi wake. Ameyasema hayo mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi, Mohamed Ali Abdallah, baada ya kupokea msaada wa vifaa aina ya friji, vya rahani na mabango kutoka katika shirika la kulelea watoto Zanzibar, SOS. Kwa kweli SOS imetoka sasa ndani ya kijiji na hatimaye imehamia katika jamii. Lakini la pili, tuweze kuwashukuru sana viongozi wetu wakuu wa kitaifa kwa kutengeneza mazingira bora na mazuri ambayo taasisi mbalimbali zimeona kuna umuhimu sasa na wao kuchangia katika jamii yetu tuliokuwa tunayo katika kuondoa na kupambana na umaskini ambao uliokuweko na kuhuisha jamii ili iweze kuwa katika matumizi mazuri ya rasilimali zilizokuweko na kujiongezea kipato ili waweze kukua kiuchumi na kujiendeleza kimaisha. Familia hizi zina mahitaji sio ya fedha, zina mahitaji ya ujuzi, lakini na rasilimali za kuweza kutumika ili wakaweza kujiendeleza, kukuza na hatimaye kwamba kuweza kuwa wazuri katika kimaisha. Kwa upande wake, mratibu Mwanaidi Ali Saidi kutoka SOS amesema lengo la msaada huo ni kupambana na umaskini pamoja na kuwakomboa kiuchumi vijana pamoja na walezi wanaolea watoto yatima na wale wanaoishi katika mazingira magumu. Siku ya leo tumekabidhi vifaa kwa watu wa wilaya Magharibi A na Magharibi B, lakini kwa upande wa Magharibi B tumewakabidhi mabango tu, mabango ambayo yanaweza kubandikwa katika ofisi za sheha. Zinatoa mwelekeo wa ofisi ya sheha ilipo, lakini hasa zimebeba ujumbe unaohusu kupinga vitendo vya udhalilishaji na ukatili kwa watoto. Na kwa wilaya Magharibi A ni hivyo hivyo. Kwa hiyo yale mabango lengo lake ni kutoa elimu ya kuondoa ukatili na udhalilishaji kwa watoto kwa jamii. Badala ya kuelimisha kupitia redio, kupitia peperushi, tumeamua kuelimisha kupitia mabango. Na tumetoa vifaa vya ushonaji kwa manispaa Magharibi A ambao vitasaidia kwenye kuwezesha vijana katika fani nzima ujasiriamali wa ushonaji, na kwa upande wa wazazi na walezi wao pia watajienda kujiwekeza katika fani ya ushonaji. Tumetoa na mafriza kwa walezi, lengo pia ni kuwasaidia hao walezi wajikuze katika shughuli zao za kiuchumi. Mradi wetu lengo lake kubwa ni kuona familia zinaweza kujitegemea kiuchumi na kuweza kukidhi mahitaji ya msingi ya watoto wao. Ndio kwa maana sisi tunaegemea zaidi katika kuwawezesha wazazi kiuchumi pamoja na vijana ili kuondosha umaskini na wao kuweza kumudu kuhudumikia watoto wao bila kutegemea msaada wa sehemu nyingine yoyote. Wakitoa shukrani zao, viongozi na walezi waliokabidhiwa vifaa hivyo wanasema, kama tulivyoona leo tuko na zoezi la kupewa vifaa ambavyo vitaenda kuwasaidia wananchi wetu hususan wilaya ya Magharibi A. Nitoe shukrani kwa serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar, shukrani za pekee kwa Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa namna anavyoshirikiana na taasisi ambazo sio za kiserikali na kuwapa support katika kufanya kazi zao. Lakini la pili ni mshukuru ofisi ya mkuu wa mkoa pamoja na wenyewe wahusika SOS kwa kuja kutukabidhi vifaa hivi. Kama tulivyomsikia mkuu wa mkoa ameeleza mengi, na mimi nikiwa msimamizi wa vifaa hizi nitaenda kuwakabidhi baraza la manispaa na kuwataka watumie kwa kadri vinavyotakiwa. Mission na vision ya SOS zote tumeziona, bahati nzuri ziko hapa, zinasomeka kwa vizuri tu. Yani wako clear kabisa nini kinahitajika kwa ajili ya kwenda kusaidia wananchi wao. Tumepokea msaada wa cherehani ya Sinja na overlock. Na waomba wenzangu walipata msaada kama huu wautumie vizuri, kwa sababu kuna wengine tayari washapata lakini hawajafanikisha lengo ambalo tumepewa hivi vifaa. Kwa hiyo naomba vifaa tunavyopewa tumepewa bure, tuvitumie vizuri, tusiviharibu wala tusiviuze, ili tufikie malengo ya kulea familia zetu vizuri, watoto wapate elimu na kila haki yao ya msingi. Jumla ya shilingi milioni 37 na laki 4 zimetumika kwa ajili ya kununua vifaa hivyo ambavyo vitasaidia katika kuwakomboa kiuchumi wananchi wa Zanzibar. Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu,
Pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577785490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya